GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika Mashariki. Na piga simu nambari 0677 066551. Habari za asubuhi. Kwa jina langu kamili mimi naitwa Salim Ahmed, na jina la kutafutia riziki wanaita Gabo. Moja kwa moja kwa kulianza hili jambo, kwanza namshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, lakini pia nishukuru wazazi ambao wameweza kunifanya niwe hai mpaka leo naweza kuzungumza haya ambayo mbeleni ninyi waandishi wa habari. Lakini kingine nawashukuru ninyi waandishi wa habari kwa kuwa bega na bega kwa muda mrefu sana kwa vitu ambavyo sisi tunavifanya. Sisi ndo ninyi na ninyi ndio sisi. Nikilianza kwenye theme ya moja kwa moja kwenye jambo ambalo limenifanya leo niweze kuzungumza nanyi kwenye harakati hizi za hatua. Nikianza kulizungumza neno lenyewe hatua, ina maana pana sana ndani yake na kuna vitu vingi mpaka hata ninyi mnasimama hapo basi ni hatua. Kwa sababu tunatumia msemo mmoja wa kusema kwamba tunainuka sisi kwa kuwainua wengine. Ukiwainua wengine na Mungu naye anatamalaki nawe na anakuinua pia. Kwa hiyo hatua ina mfano wa malezi ya kila mmoja ambaye anajitahidi kuforce harakati zake ziweze kufikia pale ambapo yeye anataraji siku moja anaweza akafika. Kwa hiyo wapo ambao wanafanikiwa, lakini wapo ambao wanashindwa, na wapo ambao wanakata tamaa, na wengine wanakatishwa tamaa. Kwa hiyo kwa miaka yangu mimi ambayo nimechukua ujuzi huu wa kuwa muigizaji, nimeamua sasa ifikie hatua yale ambayo yalikuwa yanafanyika kwa siri basi yafanyike kwa dhahiri, kwa sababu nimekuwa nikiwasaidia watu wengi sana kwa namna moja au nyingine, taratibu. Lakini sasa nakuwa kimya. Kwa leo nimeamua kufanyaje? Kusema. Lakini katika hatua zangu pia na mimi kuna watu ambao pia wamenifanya mimi leo nimesimama hapa. Kwa hiyo zoezi zima la hatua ni kuweza kumsaidia mtu mmoja ili aweze kupiga hatua, lakini pia kuwasaidia watu wengi na wenyewe ili waweze kupiga hatua kwa mafanikio zaidi. Kitu ambacho kinafanywa na hizi hatua ni msukumo wa ndani ya nafsi ya mtu. Mtu ambaye ana dhamira ya kweli hawezi kushindwa na hawezi kukata tamaa, lakini pia yeye anaamua kuweza kuwasaidia wenzake ili waweze kufika pale. Tafsiri tu zinakuwa tofauti ya kila mmoja anasaidiwa. Ndio maana unakuta watu wengi wanashindwa kuwasaidia watu kwa sababu wale wanaosaidiwa ima wanaweza wakawa hawako tayari, lakini pia wakiwa tayari wanaweza kuwa na maswali mengine ambayo si maswali chanya, maswali hasi ambayo yanaweza kufanya harakati zikaishia njiani. Mimi kutokujali hilo na kujali mengi ya namna hiyo, kutokuyajali na kutokuyafikiria, nimeamua tu kufanya tamasha la wazi la kila mwenye kipawa kwa siku ya tarehe 2 pale viwanja vya Zakiemu, kuweza kuwapa fursa watu. Fursa unawapaje watu? Sisi tayari tumewagusa wadau, tuko nao wadau mikononi, lakini kuna watu ambao wana ndoto hizo. Lazima hawa watu wasogezewe hawa wadau. Ukiwasogezea hawa wadau, kuna uwezekano mkubwa wa wao kufanikiwa, lakini hata ninyi ambao mmefanikiwa mkapata baraka za mafanikio yao, na nyinyi mkazidi kuendelea mbele na mkatengeneza historia nzuri. Kuna vijana ambao nimekuwa nikiwapiga kwa muda mrefu sana, umenifahamu, imefikia hatua wanani surprise, wanaanza kuniletea mpaka kazi ambazo nilikuwa nikiwafundisha wao sasa wameanza kuzifanya. Kwa hiyo lazima sasa na wewe uweze kuwashika mkono hawa kwa pamoja, na watu ambao hawajui kwamba wapi pa kukanyaga, unawaambia jamani, nisikilizeni. Kuna huyu mtu anaitwa Swahili Flix. Huyu mtu ananunua hichi na hichi na hichi, kikiwa kina maudhui haya na haya na haya, kikifika hatua hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo anatoka na ile tafsiri ya kwamba ukitaka kuwauzia Swahili Flix kazi mpaka uwe Gabo. Kumbe mtu yoyote wao wanaweza wakampokea na wakaweza kumsaidia, lakini hakuna mfanyabiashara
anafanya biashara na sura ya mtu. Wafanya biashara wanafanya biashara na namba, unamletea, anapata faida, daftari lake linaongea. Kwa hiyo urafiki unaweza ukawa wa kudumu dawama. Lakini kama wewe hauna chochote, una story tu, kuna uwezekano mkubwa sana usiwe rafiki na mfanya biashara, akawa tu swaiba kwenye mambo madogo madogo, lakini sio masuala ya kibiashara. Kwa hiyo ikifikia hatua sasa tunaamua kuwasaidia hawa watu, tunawasaidia kwa juhudi kama 3 hivi. Kwanza, msukumo wa nafsi wa kuweza kuwasaidia hawa watu. Watu wanatengeneza maswali ya kwamba yule amelipwa, yule amewezeshwa, yule amefanyaje. Maswali ya namna hii yanashindwa, yanadumaza akili zao. Watu wanashindwa kufikia malengo kwa sababu akili zao zinafanyaje, zinadumaa. Kuna vitu vingine, ukija kwenye page yangu ya Instagram, kuna maneno niliwahi kuandika siku moja, nasema kwamba hauhitaji sana kuwatafuta watu wakupe kazi, lakini kikubwa katika yote, wewe ufanye kazi, hiyo kazi itakupa watu na heshima. Kwa hiyo wewe ukifanya kazi, ukithubutu kufanya kazi, inaweza kukupa vitu viwili mpaka zaidi. Lakini ukiwa unakaa tu unasubiri, unatengeneza mfumo ambao watu wamezoea kutumwa. Watu wengi wamezoea kutumwa. Mtu akitumwa anasikia raha sana kuliko ukimwambia tukae tutengeneze cha kwetu. Yes. Kwa hiyo mimi kama Gabo Zigamba nimefikia hatua ya kwamba hapa nilikofika kuna watu wamenisaidia mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo na mimi sina budi ya kuweza kuwasaidia watu wengine waweze kufika na kutimiza malengo yao. Kila msanii ukimfuata atakwambia kwamba DM yake inajaa, mtu anamwambia brother mimi najua, brother mimi naweza, brother mimi naandika script, brother mimi nafanya hivi. Lakini ukikutana naye huyo mtu anayokuambia hayo maneno, kuna uwezekano hana shule au hana mwelekeo, ni msukumo tu wa nafsi yake. Sasa watu wa namna hii tukiwaacha, kuna uwezekano script zetu zikawa zinaendelea kufanana. Tamthilia zinaweza zikaluka kama 4, 5 mpaka 6, zote zinafanana, tafsiri yake au tofauti yake ni majina tu. Sasa watu wa namna hii tukiwasaidia, bwana script inaandikwa hivi na hivi, kuna program zinafanywa hivi na hivi. Wewe umemaliza form 4, kuna wadau hawa hapa wanaitwa Tasuba. Hawa Tasuba watakusaidia hapa mpaka hapa. Kuna wadau hawa hapa wanaitwa Basata. Hawa Basata hawa ukiwasema tofauti inawezekana ikawa inakuumiza, ila ukiungana nao watakusaidia hapa mpaka hapa. Kuna hao wanaitwa Kosota. Kuna hii ndio bodi ya filamu ya kwetu sisi, ingawaje tuna sera, tuko rasmi, lakini hii ndio bodi yetu, ndio baba yetu, ndio mama yetu. Ukimsikiliza huyu anaweza kukusaidia hapa na hapa na hapa, umefanya kazi yako imekamilika. Kuna hawa watu wanaitwa Swahili Freaks, ukiungana nao hawa watakusaidia hapa mpaka hapa. Kwa namna hii inabidi sasa watu wenye asili yetu, watu wenye mfano wangu, ifikie hatua tuseme, tusikae tuko sauti za kunyamaza kwamba mpaka ifikie umepata uwezo au umewezeshwa na mtu ndio wewe unapata msukumo wa kwenda kuwasaidia wengine. Lakini kama unahisi una nguvu na una sababu ya kuweza kuwasaidia watu, basi huu ndio muda sahihi, huu ndio muda wa Mungu, na huu ndio wakati pendwa kwa Mungu pia kuweza kuwasaidia watu, kila mmoja akaweza kufanikiwa kwa namna moja au nyingine. Watu wanafanya kazi bila kuchagua, bila kubagua. Sikuweza kumtaja mmoja mmoja aliweza kunisaidia mpaka hapa nikafika, lakini wako wengi, umenifahamu. Yani naweza nikatoa heshima tu kwa marehemu Juma Kilowoko Sajuki, Mungu aiweke roho mahali pema peponi. Huyu bwana alinisaidia pakubwa sana, na ndo alikuwa mtu wa kwanza ambaye anasikiliza kila ambacho anamwambia na anaweza kukisikiliza na tukawa tunakifanya. Watu walikuwa wapenzi wake, walikuwa wanaweza kuona kwa namna moja au nyingine kitu ambacho alikuwa yeye anakifanya, na kwa nyuma anatusukuma sisi mbele. Na mimi leo nimelifanya hivyo. Nilikuwa na vijana, niko mimi nyuma, wao wako mbele. Nafanya sinema kama 6 hivi, na zote zimeuzwa pale Swahili, lakini na wasukuma wao mbele, mimi nikiwa nyuma kama muongozaji, kama mwandishi na kama mchezaji kwenye baadhi ya hizo sinema. Kwa hiyo kwa hatua hizi nimeamua sasa moja kwa moja kuwasaidia wale ambao wote wanahisi wanahitaji msaada. Angalizo, wale wote ambao wanahisi wanahitaji huo msaada. Kwa siku hiyo tarehe 2 pale za Kiemu, siku ya Alhamisi, Mheshimiwa Shonza atakuwepo pale, naye pia atajaribu kuzungumza na huo uwanja wake, umenifahamu vizuri. Lakini pia kuna wasanii wengi ambao wao wakiona fursa kwa jicho ambalo mimi nimelitizama, basi watakuwepo
pale watakuwa kuona dharura, basi watakuwa wamedharurika kwa namna hiyo nyingine. Kwa kusema hayo machache tu, niliposahau ni mimi ni binadamu, sijakamilika, lakini nilipokwenda sahihi ni kwa uwezo wa Mungu. Niseme asanteni. Naweza kawa mistiki kwenye engo moja. Kushoto kwangu hapa na dada yangu, mmefahamu vizuri nani? Shozi, mtoto wa mzee Mlai wa Chaga. Huyu dada yangu yeye ni mfanyakazi wa Kiswahili na pia unaweza kana amekuja kuwakilisha kwa hizo movie ngapi ambazo sisi tumewauzia au tumefanya kazi na wao. Kwa hiyo swali la ziada, waandishi kama design mbili hivi. Kwanza wahusika wenyewe wenye hivyo vipawa, lakini watu wa pili ni wadau ambao hawa wamekuwa wakisapoti hivyo vipawa vya watu. Tunawaalika pale, ingawa sisi kwenye tamasha letu tayari tutakuwa tuna wadau hao ambao tayari wamesupport, au Basata, Suba, Kosota, Bodi, umenifahamu vizuri bwana, na mheshimiwa naibu, umenielewa tayari wadau hao. Swahili Flix ni wadau hao, umenielewa vizuri bwana. Clouds Plus au ni wadau, umenielewa vizuri bwana. Yes, kama watakuwepo na Azam au ni wadau au watakuwepo pale. Lakini pia tunawataka wadau wapi ambao wao huwa wanasupport hizi harakati za hawa vijana. Kwa kama warsha hivi, kama seminar, kama workshop, kama umenielewa vizuri litapokuwa linakwenda, ili mradi tuweze kutoa kelele za watu zimekuwa nyingi kwenye masikio, tuweze kuwaelewesha watu waanze kufahamu wanatakiwa kufanya nini. Unajua hatua unaweza ukaifananisha na ukuaji wa mti. Ukipanda mti nje ya nyumba yako, ukawa kila asubuhi unamwagilia, ndani ya miaka 3, 4 mpaka 7, kuna uwezekano ule mti kama hujakupa kivuli utakupa matunda. Sasa umetizama ulivyoulea ule mti, wewe una hatua zile. Unajua kuna hatua za kupiga kwenda mbele na kuna hatua za kupiga kurudi nyuma. Unahisi unaenda mbele, kumbe unarudi nyuma. Una heshima, umenifahamu vizuri bwana. Unajua ukiwa na kipaji alafu ukiwa una heshima, unajua ni kazi bure. Yes, nidhamu ndio kitu cha kwanza. Usikivu, sikio lako linasikia wewe. Sasa watu wa kusema haya maneno wachache. Bahati mbaya sana tulivyofundishwa shule hatukuweza kufundishwa baadhi ya mambo mengine. Lakini kwenye hii elimu ya mtaani kuna vitu vingi sana ambavyo sisi tumejifunza. Kwa maana nasema mimi na experience kubwa sana kwa hii miaka ambayo nimekaa kwenye industry. Kwa nimeona kuna vitu vya kuweza kuambia watu ili vitu viendelee kuwa vizuri. Kama hawajaambiwa hawa, kuna uwezekano wako wanafanya kwa hasira au kwa kiburi. Umeelewa? Kwa sababu hajasaidiwa mtu. Kwa mtu anaweza kurupuka tunaye akafanya chochote kile. Ukiingia YouTube sasa hivi unaweza kukuta kuna watu wanatengeneza sinema zina matusi. Si umefahamu? Ya, kwa hiyo watu lazima waambiwe. Ya. Swali jingine. Amna? Amna. Mfanyakazi wa Swahili Flix, niko kama presenter. Tumefika hapa, nimekuja kuwakilisha Swahili Flix na niko na ndugu yangu Gabo, na tutakuwa tarehe 2 pale za KM kama alivyosema. Tutakuwa na wadau hao katika hiyo movie ya Shimo na mheshimiwa atakuwepo pale Shonza. Kwa hiyo watu wengine tunawakaribisha sana wenye vipaji kama Gabo alivyosema, kwa sababu amesema yeye hataki kuficha, anataka asaidie na watu wengine katika kukuza vipaji vyao. Kwa hiyo kama mtu ana kipaji na ana nia, kwa sababu ameongelea sana nia na moyo wa kufanya hicho kitu, ni jinsi tu wewe kujifunza kwake kwamba ni vitu gani unatakiwa ufanye na vitu gani unatakiwa usifanye ili kufikia malengo yako. Kwa hiyo karibuni sana na wadau wengine wa kusupport ili tufikie kile kiwango ambacho sisi tunahitaji katika tasnia hii ya Bongo Movie. Ni hayo tu. GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika Mashariki. Na piga simu nambari 0677 066551